Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika darasa letu huru la neno la Mungu katika mwendelezo wa somo letu la mapambo sehemu ya 14. Sehemu ya 14 tunaendelea na kipengele cha changamoto za mapambo. Katika darasa la leo pia tunataka tuzione changamoto nyingine chache za mapambo. Changamoto mojawapo tunayoanza nayo siku hii ya leo ya mapambo ni mtu kujaribiwa kuwa na roho ya kiburi, malingo na dharau. Mtu kujikuta amejaribiwa, huyu hasa aliyejipamba, huyu aliyejilemba, huyu aliyevalia vizuri, ni rahisi kujikuta katika mtego wa jaribu la kuwa na kiburi au kuwa na dharau namna hiyo. Lakini si hivyo tu, lakini pia ni rahisi watu wengine kuangukia katika mtego wa kumhukumu aliyevalia vizuri kwamba anajiona, ana kiburi, anajisikia, ana dharau, hata kama sivyo alivyo, lakini wao tu wameamua kumshuku kulingana na mwonekano wake na jinsi alivyotupia na alivyovalia. Kwa hiyo hapa kuna changamoto hii, tunasema ni two way traffic. Ni changamoto ya njia mbili, kwa huyu aliyevalia vizuri na kwa hao wanaomwona aliyevalia vizuri. Ni rahisi wakajikuta wote wapo katika jaribu la kuhukumiana, la kumhukumu huyu au la kumhukumu yule. Lakini hii inaweza kutokana na nini hasa? Kwanza ukumbuke, pale unapojiona kuwa uko bora kuliko wengine na ukaangalia na ukaona kuwa hakuna hata aliyekukaribia kwa kupendeza, ukaanza kujitukuza na kuwadharau wengine na kuwaona si kitu mbele zako, na kama ni ibadani, basi huenda hata lile kusudi la ibada likapotea, kwa sababu umejikuta katika mtindo wa mashindano ya mavazi. Na huu ni mtego. Kuna watu wanajikuta kwenye mtego wa mashindano ya mavazi na mitindo mbalimbali, na ndio maana baadhi ya makanisa sasa wamefikia hatua wanavaa mavazi ya kufanana. Wameamua kwamba bwana, hapana, sisi washirika wote tukija kanisani tunavaa majoho au kanzu fulani. Baada ya ibada utavua, ndio utarudi nyumbani umevaa nguo za kwako unazozijua wewe. Sasa sifahamu ni kwa kiasi gani wamefanikiwa, kwa sababu sijafanya utafiti kwenye eneo hilo kwamba wamefaulu sana au hawajafaulu sana. Lakini sababu nyingine ni hii isiyokwepeka. Ukiwa umependeza, lazima mambo fulani fulani yatabadilika, na sio vibaya. Kwa mfano, huwezi kutembea ovyo ovyo kama vile mtu anaswaga ng'ombe wakati umevalia kitenge chako vizuri, umevalia suti yako vizuri. Unaona, sio rahisi uanze kutembea tena kwa miondoko ile kama mtu anayefukuza ng'ombe. Yes, kiatu chenyewe kinakupa discipline jinsi ya kutembea. Unaona? Lakini pia huwezi kukaa mahali popote tu madi umekaa. Lazima unajilinda nguo yako isichakae. Na ndio maana wakati mwingine mtu inamlazimu awe na kitambaa au leso anaitanguliza pale anapokaa ili nguo yake isiharibike, kwa sababu ni nguo nzuri, bado ni mpya. Asianze kutembea tena ina uchafu, ina vumbi. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinabadilika. Hata maitikio ya moyo yanabadilika. Changamko la moyo inakuwa ni kubwa, na mwitikio wa nje wa mwili kusisimka na kujisikia kufurahi kunaongezeka zaidi, na hata maamuzi ya mambo fulani fulani yanaongezeka. Ni rahisi kujikuta unataka kupiga picha aidha kwenda mahali penye
fulani wa mtu akupige picha, hebu nipige picha bwana fulani, njoo tupige picha, kwa sababu una changamko la moyoni na unatamani jinsi ulivyopendeza, basi upate kumbukumbu ya namna ulivyopendeza. Lakini pia hiyo haishii kwako tu, hata wale wanaokutazama pia na wao, baadhi yao watakusifia, leo umependeza. Unaona na wao watashindwa kujizuia kubaki na hisia ile ya zamani ambayo wamekuzoea kuwa nayo, na wao watajikuta wengine wanakupongeza, wengine kwa hiana, wengine kwa kiroho safi. Unaona, na wengine watajikuta wanakupiga picha hata hujawaambia nipigeni picha, kwa sababu wanafurahia tu jinsi ulivyopendeza. Lakini si hivyo tu, na wengine kwa wakati wao watajikuta kwenye jaribu la kukujadili, nimemwona fulani leo bwana, alikuwa amependeza, alikuwa ametupia, amependeza kweli bwana leo. Jamani, kumbe ni umaskini tu, hakuna ambaye hapendeza kivaa jamani. Amependeza sana. Kwa hiyo kila mtu, kuna mabadiliko yanatokea kwako, yanatokea pia hata kwa wale ambao wanakutazama. Kwa hiyo mitazamo itakuwa ni mingi, na hivyo ni rahisi sasa judgment za watu kujitokeza. Amejisikia leo, anajisikia wakati mwingine hujajisikia, na wakati mwingine kweli unaweza kupatia kweli unajisikia, kwa sababu unaona na wewe umefanyaje, umependeza. Lakini sasa sio vibaya kuhukumu kila changamko la moyo wa mtu, kwa sababu kwa nini ajisikie mnyonge wakati amependeza? Kwa nini usiwe na nafasi ya kufurahi wakati anaona kuna kitu kizuri cha kufurahisha amekuwa nacho? Kwa hiyo ni muhimu sana huyu aliyependeza na wewe ambaye unayemwona aliyependeza, uwe na balance ya kumhukumu au yeye kujihukumu. Yeye asiangukie, huyu alivaa vizuri asiangukie kwenye mtego wa kuhukumu wengine, na wewe ambaye unayemwona aliyevalia vizuri usiangukie katika mtego wa kumhukumu. Hili ni moja ya changamoto la mapambo au la kuvalia vizuri au la kujipamba. Niachane na hiyo changamoto ya kwanza kwenye darasa hili la leo, niingie changamoto nyingine ya pili. Changamoto ya pili ya mapambo inatokana na ukosefu wa elimu aidha ya kutosha niseme, kuhusiana na suala zima la upambaji. Kama ambavyo kwenye darasa lililopita tulisema mapambo siku hizi ni taaluma, kupamba ni taaluma, kuna watu wanasomea sasa. Kwa hiyo sio kila mtu ana elimu kuhusiana na mapambo. Yawe ni mapambo tu ya kupamba ukumbi au ni mapambo ya kupamba mtu, yanahitaji elimu pia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na elimu ya kutosha kuhusu suala zima la mapambo, na kwa sababu ya ufinyu wa elimu ya mapambo ni rahisi kukosea sana. Huyu anayejipamba ni rahisi kujikuta anafanya makosa mengi kwenye kujipamba kwake, na huyu anayemhukumu aliyejipamba ni rahisi pia naye kujikuta anamhukumu aliyejipamba, akidhani kwamba kosa ni la aliyejipamba, kumbe kosa ni la yeye anayemhukumu, kwa kuwa na yeye yawezekana hana elimu ya kutosha katika eneo hilo la mapambo. Kwa hiyo mapambo yanahitaji elimu, na kwa sababu sio wote wenye elimu ya mapambo, hivyo changamoto inazidi kuwa kubwa. Kwa mfano, ni rahisi mtu kujikuta amejipulizia perfume yenye marashi makali ambayo huenda ilitengenezwa mahususi kwa kukata harufu kali za mivundo au za kitu kilichooza au kukata harufu za kwenye maiti. Unaona? Lakini yeye akahisi kwamba hii ndio inayofaa kujipulizia. Kwa hiyo anayefahamu mapambo na marashi anasema huyu naye amejipulizia hii harufu ya hivi yote hivi, anakata harufu gani? Kuna uvundo gani hapa? Kuna nini hapa? Sawa? Au lakini pia mtu anashindwa kujua pambo hili lipambwe wapi au vazi hili livaliwe wapi, kwa sababu tu elimu hana. Mtu anachukua vazi la kulalia, anahisi labda ni vazi la kuvaa wakati wa joto. Kwa hiyo unakuta mtu amevalia night dress, anatembea nayo barabarani. Sasa ukimuuliza, wewe ndugu yangu,
Kwani unavaa night dress barabarani? Au kwani unavaa night dress sebuleni? Kuna watu wa rika zote na kuna watu wa jinsia zote. Hii unaivaa wakati unaenda kulala? Kwa nini hii night dress uje nayo kanisani? Kwa unagundua kabisa kwamba kuna shida ya elimu. Au mtu unakuta amevaa vazi la kuogelea, anaenda nalo kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Una matatizo. Au anavaa vazi la kuogelea, anaenda nalo mjini, yana anajitatua akili, makalio yako nje, tumbo liko nje. Sasa unamuuliza, hapa barabarani kuna swimming pool au tuko kwenye ufuko wa bahari? Hapana. Kwa hiyo ukosefu wa elimu, na wakati mwingine si kwa makusudi, ila tu mtu anaigiza tu kitu ambacho hajakifahamu. Kwa hiyo anajikuta kitu anakiweka mahali si pake, anajikuta pambo analiweka mahali si pake, anajikuta mtindo anauweka mahali si pake. Na ndio maana tunahitaji elimu katika swala zima la mapambo. Mtu asichukue mapambo ya kitchen party ayalete kanisani, wala mtu asichukue mapambo ya kupamba makaburini ayalete kupamba madhabahu, wala mtu asichukue mapambo ya madhabahuni ayapeleke makaburini. Kila mapambo yakae nafasi yake. Na ndio maana hata wakati wa Musa Mungu alikuwa very serious, aliwaambia mapambo ya hekaluni wasiyaigizie nyumbani kwao, hata yale marashi na uvumba wa hekaluni wasitengeneze mfano wa huo kwenda majumbani mwao au kwa matumizi yao wenyewe. Kwa alihitaji kila kitu kikae katika nafasi yake, kila pambo likae mahali pake. Kwa sasa hivi kinachotuchanganya siku hizi, mtu anaibuka, anapoibuka anachanganya mambo, anachanganya kitu, yani wanapindua tu. Anachukua jezi za mpira wa miguu au za mpira ya basketball, ndo anataka kahubiri nazo kanisani. Bwana, hapa ni kanisani, sio uwanja wa basketball. Hata wacheza mpira wenyewe hatuwaoni barabarani wakienda na vifaa vyao vya kuchezea mpira. Utakuta wamevibeba kwenye mabegi yao, kama ni viatu aidha wamevishika mikononi mwao. Wakifika uwanjani ndio wanavaa mavazi yao, na wakitoka uwanjani, kama sikose, wengine hata hadi wanazifua, wanaweka kwenye mabegi, wanavaa nguo zao zingine, wanarudi nyumbani. Sasa kama mchezaji mwenyewe mwenye vazi lake la kuchezea la kazi anafahamu kabisa, hii jezi yangu naivalia uwanjani wala siivalii kanisani, wewe kwa nini wewe ushabiki umekuvaa hadi unahisi kwamba hii jezi namba fulani ya mchezaji fulani ninampenda ndio nikasema nayo madhabahuni na kuhubiri? Sio fair. Sisemi ni dhambi, lakini najaribu kuonesha kwamba kwa nini kila vazi lisikae nafasi yake lilipokusudiwa. Unaona? Kwa nini tusiwe na elimu ya kutosha katika mambo haya? Kwa hiyo haipaswi kuzuia mapambo, kwa sababu hakuna mahali yamezuiliwa mapambo, lakini tuwaelekeze watu kila pambo na mahali pake inapotakiwa iweze kuwepo. Kuna romantic dressings, kuna mavazi ya kuchochea mahaba na mapenzi, wala sio dhambi. Wayavae watu kwa wakati wake. Kama ni mwanamke ameolewa, ni mwanamume ameolewa, ameoa, basi ayavae huko chumbani kwake, wayavae huko kwenye vyumba vyao. Lakini wakija huko barabarani, mtaani kwetu, hatuyahitaji hayo. Wakija kanisani, hatuyahitaji hayo. Kila watu wavae pambo mahali pake, wavae vazi mahali pake. Kwa hiyo ukosefu wa elimu umepelekea mitindo mingi kufanyika mahali ambapo si pake. Ni imani yangu kwamba baada ya kupitia hizi changamoto mbili kwenye darasa la leo, ebu ndugu yangu, usiwe mwepesi kuhukumu pambo ambalo huenda liko nje ya uwezo wako kwa elimu yako. Na hapa napozungumza elimu, lazima ujue kabisa elimu ya mila, desturi na watu, na uvae pambo na ujipambe kulingana na desturi, ujipambe kulingana na mila, kwa sababu hilo pambo ni lugha husika. Wakiona hilo pambo wanaelewa nini. Ukiona watu husika
hawaelewi hilo pambo, wachane nalo. Lakini pia na hapa nataka kuweka tahadhari moja ninapomalizia darasa la leo. Sio kila itikadi tuikubali na kila mafafanuzi tuyakubali. Kwa mfano, kuna hizi elimu za ushoga ambazo zimekuja, wanatuaminisha rangi fulani, kama rangi labda za mchanganyo wa upinde wa mvua, iona ukipamba ujue ni ushoga, na sisi tunawakubalia. Siku nyingine watakuja watakwambia, siku hizi tumeamua kuwa shoga unavaa shati nyeupe. Kwa hiyo itabidi tuache kuvaa mashati meupe, kwa sababu mashoga wameamua kwamba ili uwe kuwa shoga nembo yao ni kuvaa shati nyeupe. Sawa, tutahama na wao mbele ya safari. Wataacha kusema wataamua kuvaa nguo nyingine, watasema sasa hivi mashoga ni kuvaa tai, sisi nembo yetu ni kuvaa tai. Kwa hiyo maana yake wakiamia kwenye tai, kwa hiyo wavaaji wa tai waache, kwa sababu mashoga wameamia kuvaa tai kama nembo yao. Kwa hiyo inabidi na sisi tuwe very sensitive, tuwe very sensitive. Nikupe mfano mmoja. Siku moja nilikuwa naongea na watu fulani wageni katika taifa letu, wakawa wanatusimulia kwamba wameshangazwa na vitu fulani, kwamba wameona huku watu wanashikana mikono, wanatembea wanaume wanashikana mikono. Kumbe na huko nako ushoga umekuwa ni mwingi sana wakati watu hawaogopi wanaume kwa wanaume wanatembea wameshikana mikono. Nikashtuka na mimi nikamwambia, hapana, si huku kwetu bwana kushikana mikono haijawa nembo ya ushoga bwana. Akasema, kwani huko kwenu imekaje? Akasema, si kule kwetu mwanaume na mwanaume wanatembea barabarani wameshikana mikono, hamna, tutajua kabisa hao ni mashoga. Naona kaambia, sisi kwetu bwana haijafikia level hiyo, sisi watu wanashikana mikono kama marafiki tu wanatoka tena. Sasa unaweza ukaona jinsi ilivyo. Sasa Mungu alipoonyesha upinde wa mvua wakati wa Nuhu, kweli alikuwa na maana ya ushoga? Si kweli. Kwa hiyo inabidi tufike sehemu tuwakatalie, wasituaminishe vitu ambavyo wanataka wao kutuaminisha. Lakini pamoja na hayo, ili kuzingatia utamaduni wa watu husika. Je, mahali walipofikia mahali hapa sasa hivi imekaje? Lakini pia uzingatie kwamba mambo yanabadilika kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Mapambo hubadilika tafsiri yake kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa hiyo mtu hapaswi kukalili tu. Mavazi yalikuwa ya kihuni miaka mingine iliyopita, sio ya kihuni sasa hivi. Inawezekana mavazi ya heshima sasa hivi unayoyavaa huko nyuma yaliwahi kuwa mavazi ya kihuni. Mambo yanabadilika. Baada ya kuyasema haya, nikupe nafasi pia ya kupumzika ili ujiandae na changamoto zingine tena katika darasa litakalofuata. Niombe usituchoke, uendelee kufuatilia mpaka mwisho wa darasa letu ili tuweze kuona hitimisho letu katika mada hii ya mapambo kwa mtazamo wa Biblia. Ni mimi mtumishi na mtendakazi pamoja na wewe Mchungaji Kachemli, nikikuomba usisahau kushare, kusubscribe, comment, like na kutusapoti pale unapoweza, kwa sababu tunahitaji vifaa vya kuandalia vipindi vyetu vizuri. Kwa hiyo hatuna kamera nzuri, hatuna kompyuta nzuri. Ukiguswa basi unaweza kutusapoti, na Mungu akubariki. Asante sana.